Karibu kwenye Matumaini, kipindi cha mafundisho ya Biblia kinachokuletea tumaini kwa maisha ya kila siku. Hujambo mpenzi mtazamaji, na kukaribisha tena kwenye kipindi chetu cha Matumaini, kikiwa ni kipindi ambacho kinatusaidia kujijenga kiroho. Na tunaingia moja kwa moja kwenye sehemu yetu ya pili ya kipindi hiki cha Matumaini, tukiangazia kichwa kikuu ambacho ni kuzalisha matunda katika kila kazi njema. Na leo tunaangazia kitabu cha Wakolosai 1:9 hadi 14. Tuazime jicho na sikio lako. Jina langu ni Kaindo Stefano. Nami jina langu ni Robert Uching. Karibuni watazamaji katika kipindi cha leo cha Matumaini. Kipindi hiki kimeletwa kwako na shirika la Heralds of Hope kwa ushirikiano na Transworld Radio Kenya. Shukrani sana mtazamaji, tunatumai kwamba utakuwa nasi hadi tamati. Na katika kipindi kilichotangulia tulianza kuangalia sala ya Paulo Bwana Robert, ambayo ni kutoka kwa kitabu kile ambacho ni cha Wakolosai. Leo hii tunahitimisha somo letu lenye kichwa kuzaa matunda katika kila kazi njema. Na tunapofikiria matunda Robert, tunawaza juu ya tufaha, ndizi au pia embe. Lakini kumbuka, ingawa si miti yote inayozaa matunda ambayo ni mazuri, utapata kwamba kila mti huzalisha kitu fulani. Na unajua Kaindo, binadamu wako vivyo hivyo. Binadamu pia sote tunazalisha kitu fulani. Kweli. Na maisha yetu yana matokeo. Kwa hivyo swali la msingi ni, je, wewe kama Kaindo ama wewe kama mtazamaji unazalisha tunda gani? Na leo hii tunahimizwa kuzaa matunda mema. Na pia kuna msemo sijui kwenye Biblia, mti usiozaa matunda unafaa fanya nini? Unafaa ukatwe. Kwa hivyo kuzaa matunda bora ni kitu cha muhimu sana. Na Robert, mara ya mwisho tulijadili maeneo mawili. Ya kwanza ya mwenendo ambao unastahili, ambapo ni kuzaa matunda katika maarifa na pia katika ule utii. Leo tunachunguza maeneo mawili ya mwisho ambayo ni ustahimilivu na shukrani. Na sasa hebu na tuweze kutazama kwenye waraka huu ambao ni wa Wakolosai 1:9 hadi 14. Ningetaka utupitishe ili tuweze kusikia neno la Bwana linasema nini kuhusiana na swala hili la kuzaa matunda. Na ningewasihi watazamaji na pia wewe Kaindo, tusikilize kwa makini. Basi wacha naye tupate neno kutoka kitabu cha Wakolosai mlango wa 1 mstari wa 9 hadi mstari wa 14. Kwa sababu hiyo sisi nasi tangu siku ile tuliposikia hatuachi kufanya maombi kwa ajili yenu, tukiomba mjazwe maarifa ya mapenzi yake katika hekima yote na ufahamu wa rohoni. Mstari wa 10 unasema hivi: mwenende kama ulivyo wajibu wenu kwa Bwana, mkimpendeza katika yote, mkizaa matunda katika kila kazi njema ambalo mnafanya, na kuzidi katika maarifa ya Mungu. Mstari wa 11, mkimwezesha kwa nguvu zote kwa kadri ya uwezo wa utukufu wake, ili mpate kuwa na saburi na uvumilivu pamoja na furaha. Mstari wa 12, mkimshukuru Bwana aliyewastahilisha kwa washiriki wa urithi wa watakatifu katika nuru, naye aliyetuokoa katika nguvu za giza akatuhamisha na kutuingiza katika ufalme wa mwana na pendo lake, ambaye katika yeye tuna ukombozi, yani msamaha wa dhambi. Na hayo ndiyo maneno ya Biblia. Bila shaka. Shukran Robert kwa kutupitisha kwenye somo hilo. Na hilo ni andiko lenye nguvu sana. Linafunua maeneo makuu ya kuzaa matunda ya kiroho. Kweli kabisa. Yanayostawi tunapomkazia macho Kristo na kazi yake ya ukombozi. Kweli. Robert, sifa ya tatu ya mwenendo unaostahili ni kukua katika ustahimilivu. Unajua kule kuvumilia. Na Paulo anaomba kwamba waumini wawezeshwe kwa nguvu zote za Mungu
kulingana na ule uwezo mkuu wa utukufu wake. Na Robert, nguvu hii ya utukufu inakusudiwa kuhamasisha uvumilivu na pia ule ustahimilivu ambao unakuja kwa njia ya furaha na wenye furaha. Fikiria jinsi utukufu wa Mungu ulivyokuwa wa kutisha na wa ajabu. Naam. Katika mlima wa Sinai wajua, kulipokuwa na radi, kukawa na moshi, kukawa na, unajua, kulikuwa tuna ile kelele. Fikiria pia Isaya. Katika sura ya 6 alivyozimia mbele ya maono ya utukufu wa Mungu, au Petro au Yakobo na Yohana juu ya mlima wa kugeuka sura. Utukufu wa Mungu ni moto ambao ni moto ulao, waweza kufagia. Hata hivyo unatoa nguvu za kustahimili. Kweli. Na nakumbuka vizuri pale baadaye tunaona kwamba Petro aliweza kuandika kwamba hawakufuata hadithi za kubuniwa kwa ujanja. Unajua? Na walikuwa mashahidi wa macho, unajua, mashahidi wa macho wa ukuu wake kwenye mlima huo mtakatifu. Na maarifa hayo ya moja kwa moja, Robert, tutapata naye Yesu yaliwachochea kutii hadi kufikia hatua ya kustahimili mateso na kifo kwa ile ambayo tutaita kama furaha ya kweli. Na leo wafuasi wa Kristo duniani kote wanaonyesha tunda hili la ustahimilivu. Kweli. Wanateseka kwa ajili yake, lakini wanakataa kumkana Mwokozi aliyewanunua. Wanatazamia ufufuo ulio bora katika uhuru mtukufu wa watoto wa Mungu. Kweli kabisa. Na nataka nifuatanishe wazo lako na kwamba ukiangalia vizuri utaona hii inatuleta kwenye eneo la mwisho la kuzaa matunda. Na kukua katika shukrani pia, Robert, ni kitu muhimu sana. Na kuishi maisha ya shukrani ni matokeo ya moja kwa moja ya kumkazia macho Yesu. Unajua, unamtazama kwa ule ukarimu na uzuri. Na ukiangalia katika Warumi, Paulo anaonya kwamba kutokuwa na shukrani ni hatua ya kujitenga na Mungu, kitu cha kwanza. Lakini katika Wathesalonike anatuamuru kushukuru katika kila jambo. Na katika mstari wa 12 Paulo anatuhimiza kumshukuru Baba kwa sababu ametustahilisha kushiriki urithi wa watakatifu katika nuru. Kustahilishwa kuna maanisha kufikia matakwa magumu. Na kisha hatuwezi kujifanya watakatifu sisi wenyewe. Kweli. Hivyo Mungu alitoa sifa hiyo kwa neema yake peke yake. Kweli kabisa. Na kabla Kristo hajaingilia kati, Robert, tulikuwa watumwa wasio na msaada wowote katika ufalme wa giza. Naam. Pia katika ule ufalme wa dhambi na pia masuala ya shetani pale ndani. Na ukiangalia vizuri utaona kwamba Baba alituokoa, akaweza kutuhamisha hadi katika ufalme wa mwana wa upendo, au lile tutalita pendo lake. Na deni letu kubwa lilifutwa kabisa kwa sababu yeye alilipia fidia kamili msalabani. Na kupitia kifo chake Yesu Kristo, dhambi zetu zimesamehewa na tumefunguliwa kutoka hatiani. Na Paulo anakanusha kabisa mifumo ya uongo ya kisheria ya siku zote. Naam. Ukiangalia vizuri kisha utaona kwamba huu ni ufalme wa Kristo. Na yeye ndiye mfalme mkuu. Kristo anashikilia mamlaka kamili ya kiroho. Yeye ni wa kwanza na yeye ndiye mkuu kuliko mambo yote. Ikiwa na swali au ungependa kuwasiliana nasi, waweza kututumia barua. Anwani yetu ikiwa ni barua@twr.co.ke. Pia waweza kututembelea kwenye tovuti letu. Tovuti letu ni heraldsofhope.org.
Waweza pia kututembelea kwenye mitandao yetu ya kijamii ya pale YouTube. YouTube ni @TWR Kenya. Pole, TWR Kenya. Na pia tunaweza semezana kwenye ujumbe, waweza kututumia ujumbe moja kwa moja, nambari ya WhatsApp ikiwa ni 0707 032 Tusemezane na tusikie maoni yenu kuhusu kipindi cha leo. Bila shaka. Na mtazamaji, ukisema nasi tutasema nawe moja kwa moja. Tunasema asante kwa kuweza kutuazima jicho na sikio, na tukutane tena wakati mwingine tunapoendelea kujifunza neno la Mungu pamoja. Hadi wakati huo, na tuishi kwa maneno haya ya Petro. Bwana, tutaenda kwa nani? Wewe una maneno ya uzima wa milele. Shukran. Mimi nimekuwa wako Kaindo Stefano. Nami jina langu ni Robert Cheng. Hadi wakati ujao, na mzidi kubarikiwa. Karibu kwenye Matumaini, kipindi cha mafundisho ya Biblia kinachokuletea tumaini kwa maisha ya kila siku.